Sarafina, tumekuwa tukiona series ya wasanii mbalimbali wakiwa wanaondoka katika lebo zao hapa Tanzania. Tuzungumzii currently situation ambayo ipo sasa hivi ya Ibra na story ya kwamba Kings Music kuna wasanii watatu pale wameondoka na nini, bado kwa Nandi, WCB the same, lebo zote wasanii wanaondoka. Lakini watu tunafurahia tukisema kwamba fulani kaondoka kishabiki. Lakini mwisho wa hawa watu wengi huwa si mzuri sana. Yani we don't see progress baada ya kutoka kwenye hizi lebo. You understand? Asa nikaa nawaza sana. Ni kitu gani ambacho kinafelisha wasanii? Ni kwamba hawajifunzi wanapokuwa kwenye lebo zao namna ya kurun music business, au nini ambacho kinatokea? Hawajiandai kuondoka kwenye hizi lebo au inakuwaje? Mimi kwa upande wangu nachoona, leo hii ukimchukua msanii gani ana manager ambaye yuko kwenye level tu ya kawaida, so au top, J Melody. Umchukue kwa mfano, sio kwamba namaanisha ndo J Melody, mfano J Melody ana manager yake ndo anasambaza ngoma kwa DJs, kwa presenters, sijui kwenye hizi digital platforms. Manager yake ndo anazungumza moja kwa moja na nani? Na hawa content creators kwa ajili ya promotion. Sawa? Kwa J kazi yake yeye amefocus labda kwenye kufanya muziki tu. Kwa yeye ana deal na producers, na yeye mwenyewe labda na waandishi kama anaandikiwa. Unaona? Hapo yupo kwenye lebo. Kwa hivi vyote vinafanyika ambavyo kimsingi ndo J Melody mwenyewe. J Melody sio kuimba tu, kufikisha muziki wake kwa hao mashabiki zake, kwa walaji wake, si ndio? Yeye amepika, sasa vinafikiaje watu wale walaji? Kwa manager ndo anaingia hapo katikati. Kwa wasanii ambao wenyewe wanaona they deserve kufanyiwa hivyo vitu, huwa wajishughulishi kabisa na kujua muziki unafikaje kwa DJs, muziki unafikaje kwa presenters. Yeye haongei na mapresenter, haongei na hao ma DJ, hawana uhusiano moja kwa moja. Sijui unanielewa? Hajengi mahusiano ya moja kwa moja na hao watu. Hata kama hayupo kwenye lebo, hata kama yuko na manager tu ambaye sio lebo, yeye ni msanii huru lakini ana manager ambaye anamsaidia hivi vitu. Kiuhalisia wasanii wengi ambao wanafeli kwenye hivi vitu ni kwamba hawana mazungumzo ya moja kwa moja na hawa presenters, hawa DJs, hawa watu kwenye digital platforms. Kwa leo akiachana na lebo, yanakuwa yuko automatically hana mahusiano na hawa watu. Kwa hiyo hawa watu wanamfahamu J Melody, wanamsupport na nini, lakini sio kupitia J Melody. Huu ni mfano. Sio kupitia J Melody mwenyewe. Sawa? Kwa kiuhalisia utafeli tu my brother, kwa sababu kitu ambacho ulifikia 80%, kwa sababu hawa watu hata kama walifanya kupitia Ricky walikuwa wanakusupport wewe, umefika 80%, yani wameshatoka kwenye process ya kumsupport J Melody kutoka kwenye 100% mpaka 80%. Wewe unakuja kutoka kwenye lebo, unakuja kuanza moja, baada uanzie process ya kwenda kwenye 81%, unakuja kuanza moja. Bro, hauwezi kufaulu. Kwa cha kwanza kabisa, wasanii wanajisahau wakiwa kwenye stage fulani kwenye muziki wao. Wanasahau kwamba kinachokufikisha mbali ni mahusiano ya watu ambao wanakusaidia kupeleka kazi zako. Sio tu talent. Talent ni kitu kidogo sana. Kwenye muziki. Talent ni kitu kidogo sana. Kuna watu wenye talent ambazo zishakufa kutokana na jeuri zao. Msemo mmoja alisemaga, alikuwa ni Diamond, alisema kama mnasema muziki ni sauti nyembamba, Wema Sepetu angekuwa msanii namba 1 Tanzania. Lakini Bana Boy unamsikia msauti wake, lakini yuko wapi? Talent sio kitu pekee ambacho kinabeba msanii. Mimi nasema kabisa ni wazi. Talent ina asilimia chache sana kwenye kubeba msanii. Tuipe 50 kwa sababu ya heshima yake. Lakini kinachobaki ni 50% ni package ambayo inamfanya msanii awe mkubwa. Ni vitu vingine. Cycle ya watu ikiwa pamoja na heshima. Mfano, trust me, mtu mwenye heshima hawezi kupuuza connection ya watu. Kwa sababu mtu yeyote mwenye heshima anatambua kwamba you need people. At every situation you need people. Sasa mfano tutasema issue zima ya hii package nyingine ambayo inamtengeneza msanii, right? Sarafina. Hiyo 50%. Hiyo 50% nyingine. Kuna vitu mfano watu ambao kama maphotographers. Kuna wasanii photographer ndio muheshimu sana. Videographer wako lazima muheshimu sana. Hawa watu wanatengeneza image ya msanii. Huo ndio ukweli.
Managers the same. Mimi siwezi kumtaja manager mmoja, alinipigia simu siku moja analalamika, bwana mimi nimeachana bwana yule msanii. Aliachana na msanii wa kwanza. Akaja tena akatafuta msanii mwingine chini kabisa akiwa nothing huyo msanii. Yaani manager tu wa kawaida. You think we don't know? Sikiliza, akamtengeneza akawa mkubwa. Wameachana naye tena. Mambo ya kesi hapa na nikamwambia mwanangu, hivi wewe unavyonisumbua mimi kila siku na malinki yako, tumsupport msanii, alafu at the end of the day anakuja kukuacha katika hali hiyo. Kuna muda mimi na wewe tunagombana, unaniomba yani hata ile yani unajua zile kwamba ni support mwanangu, hii biashara yangu nifike. Alafu biashara yako hiyo kesho inakuja kukudisappoint. Let us do business. Umeelewa? Acha tufanye biashara. Kwa sababu mimi na wewe tunaenda kishikaji, pengine hauoni machungu ya kuwekea naye mikataba mizuri na huyu msanii wako, ili anapotoka wewe unufaike. Sijui umeelewa? Sawa. Managers wengi ambao ni hawa wanasaidia kwa kukuza wasanii ni watu ambao wanapambana sana ya manager, ila wasanii hawatambuagi thamani za manager. Kuna msanii mkubwa hapa ambaye amefanya vizuri sana miaka miwili. Alimtimua manager wake, sasa hivi amemrudisha. Baada ya kumtimua kuna impact imeanza kuonekana. Hujui manager wako anaenda kuzungumza vipi na event organizers mpaka kupata wewe deal. Hujui anaenda kuzungumza vipi na makampuni mbalimbali mpaka unapata endorsement. Anatafuta publishers, distributor, nani wote hao kwa ajili yako wewe ili uwe mkubwa. Sijui umeelewa? Wewe unakuja kumtimua as if kwamba ni nothing. Unakuja kutafuta mtu mwingine ambaye hana connection yoyote. Alafu ni bora sasa wasanii wangekuwa anaachana manager huyu, anatafuta manager mwenye package kubwa kuliko huyu. Anaachana manager huyu, anaenda kutafuta manager mwingine ambaye hata namba ya blogger mmoja tu hana. Yaani ni kama yeye ndo anaanza kumfundisha kazi. Sasa how comes? Utasogoaje kwa design hiyo? Unajua kuna ile tunasema msanii anakuwa na manager wake. Yaani Ricky ndo unaanza muziki ya. Unakuwa na mtu ambaye ameshaamini kwenye ndoto zako. Wewe unavokuwa mnakuwa pamoja na unaona process zake kwamba anafanya hiki. Sasa kuna stage wewe ukishafikia, umefika stage fulani, uweze kumpata manager ambaye ndo anaanza kazi. Lazima umchukue mtu ambaye ana exposure kukuzidi kwa sababu hili akusaidie. Hii ni win-win situation na manager ndo anatakiwa awe anajua vingi kukuliko, kutokana na kwamba aim ni wewe ufike mbali, sio manager anakuja kwako kama field. Lakini pia ndo nasema kwamba hawa hizi label wasanii wanafeli kwa sababu hizi label zinajua vitu yani vina facilitate vitu vingi sana. Mfano hata kwa kuna hawa wanaita distributors, super publisher, jina gata tumika hapo, ambao wao kimsingi wamekuwa wakitoa advance payment. Advance payment huwezi kupewa tu kama individual tu unazurura tu kukupa kiajabu. Hata ukipewa unapewa ndogo. Unakumbuka kuna kipindi Diamond alisema alipewa $5,000,000 na Ziki kama sikose ni wana partnership ile. Unafikiri alipewa kwa sababu gani? WCB is a company, big company. Wanakutoa pesa nyingi kwa sababu ya value ya taasisi jinsi ilivyo. Sijui umeelewa. Lakini ukiwa individual, sehemu ambayo unatakiwa kupewa $100,000 utapewa $20,000 kwa sababu watu hawana assurance ya yani tunapataje pesa yetu, inarudije? Sijui umeelewa. Kwa hiyo hawa wasanii wanaotoka kwenye label ifike stage, kabla ya kutoka wajiandae kwenye nini? Wajiandae kwenye management, watengeneze connections zao wanapokuwa kwenye label, wasibweteke kwamba label inifanyie kila kitu. Mfano, wewe ni msanii ambaye upo karibu na Diamond, ni msanii wa Diamond, msanii wa Alikiba, msanii wa sijui Harmonize. Kitendo cha wewe kuwa chini ya ule mwamvuli na kusaidia wewe, tafuta connection zako. Sijui umeelewa. Unataka mpaka label sasa kulipia nauli. Nafikiri ndio kilimsaidia Harmonize hicho kitu. Unataka label ikutafutie nauli. Yaani wewe kwanza wewe msanii ukisha kuwa chini ya label unatakiwa uwe na wadau wako. Sio wa label tena. Wadau wako. Yaani kwamba mimi nikipiga simu sehemu fulani, huyu ananisotia jambo fulani. Hata kama sio leo, hata kama ni connection. Tambua wewe tayari una mamvuli. Mfano Divoice leo kitoka, yani mtu akimwona labda manager wa benki fulani akimwona Divoice, anaipata picha ya Diamond. Diamond kamwamini na mimi acha nimwamini. Tengeneza mahusiano wewe ili ukitoka kesho wale watu wakupe backup. Sasa unafikiri unajua lebo itakufanyia kila kitu, lakini sio kila kitu lebo inaweza kukufanyia. Hivi kweli lebo itakusaidia kusalimia watu? Yaani sijui unanielewa eti kwamba unatembea mtaani lebo ndio isalimie watu kwa niaba yako? Hell to the no. Wanachotakiwa kufanya wasanii wasijisahau. Unajua akifika sehemu fulani, comments nyingi, likes nyingi, ma Instagram mawapi, mtu anaona
yeah, they need to come to me. Mi sitakiwi kwenda kwao. Sijui unanielewa. Interviews hawataki. Sijui nini hawataki. Ukitoka sisi wenyewe tutakuona kama mbona wewe hukua wetu? Yaani kwa nini leo uwe wetu? Haiwezekani. Wathamini watu. Iwe sijui ni shabiki, iwe ni presenter, iwe ni DJ, iwe mtu yeyote kwa sababu hawa ndio watakubeba. Hawa wasanii wakubwa nao kwambia hawa ambao na make top 5 top ngapi. Nisikufiche ukikutana nao ukiwekea mic hawezi kukataa. Mimi nakwambia Diamond mimi mara kadhaa kwenye kazi hizi. Mara mwisho wakati anazindua sabuni yake. Amemaliza amekaa mpaka mwishoni siku ile alikuwa anapiga picha na watu. Anamaliza anapita kwa watu, jamani asanteni. Si unaelewa? Yaani Diamond nafasi alokuwa nayo. Anawashukuru watu, jamani asanteni. Na Diamond kama hayuko na bodyguards. Akipita sehemu watu wamekaa lazima wasalimie. Yaani achana na ile akiwa na wakina Onesmo msisogee. Ila akiwa anapita yani amepita labda hayupo na bodyguard. Ni wasanii wote lakini kuna wao wengine ambao unakuta yani mtu yani unavimba una nini bro? Hata kama una kitu kwani uvimbe? Kwa sababu wewe huwezi kaenda bila watu. Yani package ya msanii sio wewe pekee, sio watu wanaimba mtaani. Ndio hicho tunataka watu wanaimba mtaani. Ndio hicho tunachosema kwamba wanafeli kutokana na kwamba hawakutengeneza mazingira mazuri ya kuhusiana na watu. Yani kwamba leo sisi tukiona Ricky umetoka kwenye management yako, tunajua Ricky ni yule, kilichobadilika ni kwamba hayupo chini ya mwamvuli wa WCB, hayupo chini ya mwamvuli wa Konde Gang au Kings au African Princess. Take it, wasanii ambao mpo chini ya lebo, ambao bado mpo chini ya lebo, kuna namna ya kutengeneza mahusiano na wadau ambao watafacilitate muziki wako hata ukiwa nje ya lebo. Kuna baadhi ya vitu nataka wewe mwenyewe uvijue, ufahamu, at least uwe aware na biashara yako. Usiwaachie watu kila kitu. Wakiondoka hawa watu, my friend, utapata tabu sana kujitengeneza tena upya kwa sababu talenti yako ni 1% ndogo sana kwenye biashara yako ambayo unaifanya. Mimi ni Ricky, nilikuwa na Sarafina Jerry and this is E-Trending ya Ricky Media, behind the camera my main KB Pixel. Till next time, bye bye.